hii birthday party ya mkali wenu Ringo amefika hapa red carpet, tuzungumze naye kwa ni moja kati ya watu wake wa karibu mkali wenu kuja kusherehekea naye kwa pamoja. Ringo, inakuaje kaka? Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na leo mimi nimuite kijana wangu. Ametimiza mwaka wake kama hivi tunasherehekea. Na mimi niko hai. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Anasema ametimiza miaka 23 mkali wenu. Hilo mimi nadhani ni kwa upande wangu, nisiseme unafiki. Mimi nimeokoka. Hilo kwangu mimi naona ni uongo. Ni uongo kwa sababu nikimwangalia Ebitoke, nikimwangalia na yeye, mkali wa muda mrefu kidogo. Ni muda mrefu kwa sababu hivi vitambulisho unaweza ukabuni tu. Hata wachezaji wanabuni wakati mwingine. Ametupiga. Mkali ametupiga. Mkali mkubwa. Unajua unampima mtu kwa uzito wa ndevu zake. Sawa. Hongera pia, nimeona juzi tu hapa kuna matangazo kwenye moja ya vingamuzi, kazi yako na Ten White itaoneshwa. Nikasema ile kazi ya makomando ile, nikasema ni project pia ya muda. Kipindi hichi kama imerudiwa tena. Mmeokota tena nini? Tujaokota, ile kazi tulifanyaga na kampuni, kwa ni mali ya kampuni. Lakini tumesikia inaonyeshwa. Kwa ni jambo zuri kwa sababu kuna vizazi vingine hawakuwahi kuiona, lakini leo hii wanaiona. Kwa hiyo kwetu sisi ni faraja. Ni jambo zuri. Basi tukao tuna maswali, inawezekana ni utangulizi wa project, labda kuna project yako wewe na Ten White labda zinafuata, kwa sababu tumeona YouTube ongea vibangu nawe. Kwa hiyo kwetu sisi ni faraja kwa sababu kama nilivyotanguliza kusema vizazi vingine wanaiona na sisi umri unaenda kiukweli, kwa hiyo ni jambo zuri. Ndio. Kali amesema wewe bana tukupime kwa ndevu, huna miaka 23, ni muongo mtudanganya. Miaka hiyo ana. Miaka hiyo mkali wenu miaka 21 ni uongo. Sio 21, mimi 23. Hapana. Wewe angalia sura ya Ebitoke, muangalie na huyu. Ebitoke wa zamani na huyu ni wa zamani. Mimi nawaona kuna picha moja walijifanya Yesu. Unakumbuka nini kwenye hilo? Huyu mimi ni ndugu yangu, Angeojiwa na Jodevi huyu asingekataa miaka yake. Angesema ukweli. Nyote ni wanafamilia wa Jodevi. Sema naam. Mimi mwenyewe binafsi. Ndio. Miaka 23. Bwana, hayo ni maisha tu ya kawaida. Hata mimi na miaka 22. Sijakwambia. Yaani kwenye maisha ya kawaida. Kwa maisha ya kawaida. Si mdogo wetu tunampenda. Kabisa. Anafanya kazi nzuri, afanya nini? Ila Silia. Wewe mkubwa ndevu zinaanza yaani naomba Mungu asije akajichanganya siku akapigwa kazi lai. Tutalia apigwe wewe. Na pengo yani. Yake ubondia. Hiyo ndo ninachoumia mimi, ni hicho. Kama mwingine ya kawaida. Ila hii inaonyesha kama familia mjalizika mkali kuingia kwenye ngumi. Tumelizika, lakini kuna yule mwenzake anaitwa Maiweza. Maiweza mwenzake anachagua mabondia. Sasa huyu anapigana na pengo. Achagui. Yule pengo yule kuna bondia, kuna siku alipigana naye, sawa? Yule bondia akutokea, pengo akawa analia. Kwa nini mpinzani wake hajatokea? Kati kisheria unatakiwa ushangilie. Sasa wewe unategemea nini? Kwa huyu unategemea nini? Yaani kuna kitu kinakuja nakiona kabisa taumia sana. Masantula mimi kakaangu ananipenda, tukikaa wawili ananiambia vitu vya maana, mdogo wangu pigana. Ila Masantula kutana na Ringo, huyu Ringo anaga akili. Masantula kingaa Ringo, Masantula ngari kamfumwa Ringo. Huyu hajaje kunikubali kwenye ngumi. Sawa. Huyu anakuja kwenye ngumi ananiambia mimi nipigwe kisipigwe. Wewe unamkubali huyu? Kwanza kwenye yote mnaotutazama wadau, tuanze na happy birthday mkali wenu. Hili ni jambo la msingi sana. Hakuna kitu kizuri kama Waswahili wanasema ama maandiko yanasema sherehe ziko tatu, sio? Kwa maana ya kuzaliwa, kwa maana ya kuoa, kwa maana ya kiziko, kwa maana ya kufariki. Sasa mkali leo ni moja ya sherehe yake, lazima tumsapoti. Ni ndugu yetu, mpambanaji mwenzetu, mfanyakazi mwenzetu. Lakini kubwa kuliko yote, kwa nini tunasherehekea vizuri? Kwenye utafutaji watu wanatafuta kwa namna yoyote ile, ili mradi tu hauvunji sheria za nchi. Wakipigwa ni sawa. Leo hii mkali
ameamua kutafuta upande wa pili kwenye ndondi. Ameamua kuingia kwenye ubondia. Bane, mimi namsapoti. Mimi pia ni mcheza ngumi lakini kwenye karate. Mimi ni karate. Sasa huyu, na nikuambieni ukweli, kwenye karate mambo ya mikanda ya grupu hii na grupu hii, niliposhinda kwangu natakiwa kupigana na upande wa pili, nikaenda kumwangalia ambao baada ya hapo wiki ijayo ndo pambano anapiga bala, nikaacha. Nikaona huyu ataniua kama ndo anapiga hivi. Ila huyu namkubali kwa sababu kwanza sifa ya ubondia lazima uwe sugu. Huyu bwana amethubutu, lazima tumpongeze. Sugu kaokoka. Katika no. Kwenye maisha huwezi kufanikiwa kirahisi. Hata huu uigizaji, wewe mpaka unafikia hapa au wewe, haikuwa rahisi. Kwenye fani yako waandishi pia mpaka mnafikia hapo haikuwa rahisi. Mlipambana. Utajiju. Huyu bwana tumpongezeni tu kwa sababu kachagua kupigwa. Na anapigwa lakini yumo. Makofi kwake tafadhali. Yule aliyemshawishi kuingia kwenye magomvi yupo hapa. Sema neno. Cha kwanza kabisa, sasa hivi tunapomzungumzia mkali hatumzungumzii kama mchekeshaji au kama musician pekee. Simeelewa. Tunamzungumzia champion, the next champion in the world. Kwa sababu mkali ni bondia ambaye anaenda kuwa bondia mkubwa, bondia wa kidunia, kwa sababu kama saizi ana mapambano matatu, mawili alishinda kwa KO, as you know, moja ameshinda kwa pointi, na kesho kutwa anaenda kumpiga Habibu Pengo. Sio anaenda kupigana, anaenda kumpiga Habibu Pengo ambao wanagombania mkanda. Mwalimu nakuomba samani. Mkali nilianza kumfundisha karate. Mbona ni mwanafunzi wangu, ni mdogo wangu, ni mwanafunzi wangu. Baadaye nikaona mdogo ana kipaji, badala ya kumchapa kwa mzungu akamchapa Yusufu Lela, akapigwa. Hiyo niliangalia. Akamkuta jamaa mmoja anaitwa Jitulakala, alipigwa KO dakika ya kwanza na sekunde 15. Huyo hajui. Simeelewa, nadhani wewe hujui. Jitulakale alikuwa bodyguard wa watu mashuhuri, ni mtu mkubwa sana. Nadhani akija hapa kila mtu anaweza kukimbia. Lakini alipigwa dakika ya kwanza na sekunde ya 15. So baadaye nikamwambia dogo, sikia, sasa hivi inabidi tufanye mazoezi serious. Uingie kwenye mkali wenu. Mimi ni mwalimu wake. Ni mwalimu wake, mimi ni master wake. Simeelewa. Ndio maana nikakwambia mimi ni mwalimu wake, ni sensei wake wa kwenye karate, lakini ni kocha wake wa boxing. Mpaka unamuona mkali anatamba, anaongea uwezo wake, mimi ndio mwalimu wake ambaye nimemfikisha alipofika. So najua uwezo wake. Ni dogo ambaye anajitihada sana. Kwanza mimi kama binafsi tusubirie tu. Ngoja kwambie. Kwa sababu akishamaliza fight hii. Mimi nikupe pongezi. Ngoja mimi nakupa pongezi. Yes. Cha kwanza sikutegemea kama anza kufanya. Kwani nimeona mapambano yake yote. Sisi tunamjua kama mdogo wetu, kijana wetu, ana nidhamu, ana heshima, ana upendo na kaka zake kama sisi. Ila sikutegemea kama anaweza akatusua la kwanza, akatusua la pili, la tatu. Ila naliaga mwenyewe. Na unaona kabisa kuna lolote linatokea. Lolote linaweza katokea. Ila kama Mungu anamjalia afanikiwe, ila sitamani kuendeleza juhudi nzuri kwa kijana ili aendelee kufika pale anapopahitaji. Sisi hatutaki majonzi. Kingine naweza kusema hivi, mkali ni bondia. Anakula vizuri, anakula vyakula ambavyo vina afya kwenye mwili wake, anafanya mazoezi. Wewe sio mwalimu wake. Sio, naelewa mimi najua vyakula ambavyo anakula. Unajua chips na kuku ni nyingi. Hawalaki chips. Mimi sina bondia anakula. Na mabondia wengi, kina Nasibu Ramadhani ni mabondia wangu, kuna kina Lupo Kisio, kina Jessica Mfinanga na mabondia wengi. Simeelewa. Mchemsho wa viazi samaki hali. Mchemsho sasa ndio vyakula vyenyewe hivyo. Lakini sio masuala ya chips na mayai ya Juma Lokole. Mayai ya Juma Lokole yale na makuku. Sorry. Utanipigia. Mimi kitu ambacho naweza kusema, tukutane tarehe 20. Simeelewa. Tarehe 20 tukutane, watu waje kumshuhudia mkali wenu. Sije kuangalia uwezo wake, au sio? Poa. Uzuri nimekutana na legendari katika tasnia ya comedy pia na movie. Natamani kukujua maoni yenu kwenye hili ambalo alilizungumza Mwijaku kwa comedians wa sasa hivi,
ambao wakialikwa katika kila tukio wanaenda. Mwijaku amewaambia hilo ni swala baya, wanaharibu brandi zao. Nyinyi pia naonaga mnasapotiana kwenye majambo yenu. Ni kweli mkienda katika mambo ambayo mmealikwa hamjibrandi? Kujibrandi ni nini? Yaani kujibrandi ni nini? Wewe ngoja kwambie kama wewe nani kuna 24 kuna nani. Kuna siku zote mnanoulizaga maswali haya. Hata mimi nasemaga kila siku. Umeona, ukimwona Tini, ukimwona Lingo, ukimwona Mau, ukimwona Kupa, ukiona Masantula, umeona bwana, ukiona Sigondo Msambaa na kadhalika Mboi leo na usema. Hapa nakwambia kitu. Sisi sio show off. Sisi tuna kipaji kutoka moyoni na Mungu amebariki. Linawezekana kufanya, tutafanya, ambalo haliwezekaniki hatuwezi kufanya. Ila tunapenda kazi nzuri yoyote, hata atoke mtoto mdogo leo amezaliwa akafanya kazi nzuri na watu wakapenda, sisi tunapenda kazi nzuri. Ila mambo mengine sio nini. Kwani ngoja nikwambie kitu. Unajua mimi najiblani vizuri, wewe hujui. Mimi najiblani, yani nyumbani kwangu mimi nikifika, si utaniambia nini? Utaambia nini? So unasema mimi mweusi. Tunaniona mimi mweusi. Mimi sio mweusi bobu. Ujiangalia paja langu. Mimi ni mweupe. Maisha tu yanatakiwa endelee. Au mambo mengine ni ya kawaida. Sawa. Sisi tunapenda kazi nzuri. Yaani Sinanga huyo hapo. Tuseme Nanga anajiblandi nini kwa mfano? Wewe toka umeanza kukutana na Nanga umemkuta uko vipi? Kwa sababu tunamhoji kila siku, nyewe tunamhoji. Sisi tunamhoji kila siku. Kwamba sio anafanya kazi. Ninachopenda kuambia iko hivi. Bahati mbaya au bahati nzuri, ndio maana hawa ndugu zangu ambao wananizunguka walinipa jina la mabondia wanakuja. Kwa hiyo ndio maana wananiitaga mzee wa busara. Kwa nini? Haya maisha ni kwamba kwa Mungu hakuna mambo ya kujibrandi. Maisha tunaoishi anayebless ni Mungu. Sio, umeelewa? Maisha ni watu. Sio, unaelewa? Tatizo ambalo lipo kwa baadhi ya watu wakiwa na nafasi fulani huwa wanasahau kuishi kwenye jamii, kuishi kwenye maisha ya watu. Sio, mnaelewa? Leo Ringo ni mwanangu, ni mtu. Sio, unanielewa? Mimi nakumbatia watu. Siwezi kukosa kwenye jambo lake eti kwa sababu ya kujibrandi. Yaani kujibrandi ni nini? Sio, tunaelewa? Angalieni na vichwa vya watu. Sio, unaelewa? Kwa hiyo pointi ya msingi ni kwamba sema tunawapenda wadogo zetu. Yoyote anayefanya kazi nzuri sio kama tunampenda. Fanya kazi nzuri, sisi tunakupenda. Iko hivi, aliyeongea na mwingine kama kuna nafasi ya kunialika, akinialika nitakuwepo, kwa sababu mimi naheshimu watu. Dunia ya leo ama maandiko yanasema huwezi kuishi mwenyewe, lazima uishi na watu, tunategemeana. Sio, unanielewa? Tajwa binadamu. Nilikuwa na jambo langu watu wakanikimbilia, lakini leo nisipokuja kwenye jambo la mtu atakuja kwangu. Wewe.